Nisingegusia michango mikubwa ya kuirudia michango mikubwa waliochangia wachangiaji wengine toka mwanzo. Wamechangia vizuri sana, lakini mimi nimege tu sehemu ndogo sana. Sehemu ya viongozi wa dini ambao walitoa matamko jana. Matamko ambayo yanasikitisha, yanaumiza, matamko ya kibaguzi na matamko ya hovyo kweli kweli, na haijawahi kutokea kwa viongozi wa dini wenye akili wanaweza kufanya hivyo, isipokuwa wamekubali kuwa watumwa wa fikra na wanaotumika bila wao kujua au kwa kujua. Nalisema hili kwa sababu na mimi pia ni kiongozi wa dini. Kwa hiyo naweza kusema na uwanja mpana baadhi ya mambo kuyasema, kwa sababu waliosema na viongozi wa dini wasije wakaaminika kwamba wamesema mambo ya kweli. Mimi naweza kanusha wamesema mambo ambayo sio ya kweli. Nianze na huyu mwenyekiti mwenyekiti wa kamati ya maridhiano na amani Tanzania, J Mati. Huyu mwenyekiti wa kamati hii naweza kusema kwanza ni mwenyekiti wa kujipachika, kwa sababu ukisema ni mwenyekiti wa kamati hii ambayo inajumuisha eti Wakristo na Waislamu au maaskofu na mashehe, sidhani kama kuna kikao chochote waliokaa mashehe wote Tanzania na hao waliokaa maaskofu na wachungaji Tanzania wakamchagua kwa mwenyekiti. Ni wale wenye vitu wa kujipachika tu na mavio makubwa kubwa yasio na maana, halafu wanakuwa wasemaji wa watu wengine wakati hawajapewa nafasi hiyo kihalali na wahusika ambao anawakilisha. Kwa hiyo hata wakilishi wake ni wakilishi ambao ni wabule, si wakilishi halali. Sasa huyu Shehe Alhadi Musa Salum aliyewahi kuwa shehe mkuu wa Dar es Salaam miaka ya nyuma, ni mtu wa namna gani mpaka ifike mahali pa kutoa matamko makubwa kama haya, hata ukemea mataifa makubwa kama Marekani kwa kofia ya kiongozi wa dini? Kwanza nimtambulishe kwenu shehe huyu Musa Salum ni mwana CCM, ni mwana CCM mfahamu wazi. Pale akasifia sana rangi ya kijani na akasema kwamba rangi hii ya kijani imebarikiwa na Mwenyezi Mungu, yaani rangi ambayo ilibarikiwa pekee duniani ni rangi ya kijani. Sasa mtu anayesifia rangi ya kijani na anasema ibarikiwa na Mwenyezi Mungu bila hata kutoa ushahidi wowote wa maandiko kwenye Qur'ani wala kwenye Biblia, ni mtu moja kwa moja ameamua kupiga propaganda za mambo ya CCM na kusifia CCM, lakini kwa kofia ya ushehe. Kwa hiyo ni mwana CCM pase, anajulikana. Lakini zaidi ya hapo, huyu shehe wangapi wanafahamu walimtoaje kwenye kuwa kiongozi wa BAKWATA kwenye jiji la Dar es Salaam? Walimtoa kwa sababu alianza kufanya mambo haya ya propaganda ya siasa na kuanza kuwagawa Waislamu. Wakaona huyu anafanya mambo ya kiserikali zaidi kuliko mambo ya dini yao, na alikuwa anapambana ajipatie heshima kwa serikali, kujipendekeza hivyo ili baadaye wampe nafasi ya kuwa shehe mkuu. Walimtoa na kukaa hapo. Lakini si tu hivyo tu, huyu mtu ambaye tunaweza kusema kwamba ana uhalali wa kusema juu ya mambo makubwa ya kitaifa letu, wakati huo huo tunafahamu wazi kwamba amevaa kofia ya kiongozi wa dini, tena mwenyekiti wa hiyo kamati ya maridhiano na amani ya Wakristo na Waislamu. Aliwahi kumwita Magufuli, huyu kiongozi aliwahi kumwita Magufuli, akasema Magufuli ni zaidi ya Mungu. Mtazame tu namna ambavyo ni chawa, nafikiri chawa aliyepitiliza kiasi kwamba kwa kiongozi wa dini anayemjua Mungu huwezi kumfananisha na mwanadamu wote, na Mungu anasema hafananishwi, akili zake zi juu sana kuliko wanadamu.
na njia zake hazichunguziki. Sasa yeye hata sio kumfananisha kwamba Magufuli ni sawa na Mungu, akasema Magufuli ni zaidi ya Mungu. Ni kiongozi wa dini wa namna gani? Hata kama umeamua kuwa basi kufanya uchawa, unaingilia mpaka mambo ya imani kumfananisha Mungu na binadamu. Alitaka Magufuli ajione kwamba ni nani? Nadhani alikuwa ajua kwamba Magufuli anapenda mambo ya sifa, ndio akapiga sifa kama hizo. Kwa hiyo kwa kiongozi yote wa dini, hii ni kashifa kubwa, hii ni kufuru kubwa. Ama kwa Waislamu ama kwa Wakristo, hili jambo haliruhusiwa hata kidogo, lakini ushe amewahi kufanya hivyo. Sasa kwa shehe namna hiyo, unaweza kumpa nafasi yote ya kusikilizwa akisema jambo lolote la maana zaidi ya kutumika, zaidi ya uchawa. Kwa sifa zake kubwa, huyu ni mwana CCM, anajulikana. Lakini si tu mwana CCM peke yake tu, anajulikana ni chawa. Chawa Pro Max, chawa aliyepitiliza, chawa ambaye anaweza kuongea mambo mengine ya hovyo, hata kumfananisha mwanadamu, akasema mwanadamu zaidi ya Mungu. Hawezi kuwa mtu wa kawaida huyu. Sasa maneno anayosema ambayo ni mabaya zaidi, anasema kwamba Oktoba tulivuka salama. Oktoba tulivuka salama. Na anasema nchini kwetu hapa hakuna ubaguzi wa udini. Na anasema eti Marekani inatuonea wivu sisi. Yaani kuanzia neno lake la kwanza mpaka neno lake la mwisho hakuna pointi hata moja ya maana, yote ni bure. Ni maneno yasiyofaa kabisa kuongewa na mtu wa dini. Ni maneno ambayo kwenye wakati huu tunategemea viongozi wa dini watumie maneno ya hekima, maneno ya busara. Viongozi wa dini wawe sababu ya faraja ya watu wanaolia bila kuona ndugu zao. Hawa ndio viongozi ambao tunawategemea waje kutufariji kwenye msiba mkubwa wa kitaifa. Wanasema tulivuka salama. Pamoja na tume ukiri kwamba watu walikufa 518, anasema tulivuka salama. Sasa niwaambie, kazi ya viongozi wa dini mojawapo ni kupiga kelele, kuambia watu makosa ya watu wote, iwe ni mtawala, iwe ni sio mtawala, muumini wa kawaida. Mojawapo ya kazi ya dini tunaambiwa kwa makosa yetu na dhambi zetu, tukienda kanisani au msikitini tunaambiwa jamani, hii ni dhambi, hii ni kosa, fanyeni hivi, acheni haya mkamwone Mwenyezi Mungu. Kwa kazi ya viongozi wa dini ni kuyaona mabaya na kuambia watu mabaya yenu haya hapa. Kwa mujibu wa Biblia, hasa kwa Kristo, kwa mujibu wa Biblia kitabu kile cha Isaya 58 mstari wa kwanza inasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao, wahubiri watu wangu kosa lao, waambiwe na nyumba ya Yakobo dhambi zao, na nyumba ya Yakobo waambiwe dhambi zao. Watu waambiwe makosa yao. Kitabu cha Isaya hii ya 58 inaeleza hivi kwa upana, kwa sababu ni kazi ya viongozi wa dini kupiga kelele na kutoogopa kuambia watu makosa na dhambi zao. Viongozi wa dini wamesoma Qur'ani sana, wamesoma Biblia sana, hivyo wanajua dhambi nyingi sana zinavyotendwa, na kazi yao sasa wanajua hii ni dhambi, hii sio dhambi. Ndio watu tunawategemea tuambie hapa ni dhambi au sio dhambi, kuua ni dhambi au sio dhambi. Tumuulize Sheikh Musa Salumu, kuua ni dhambi au sio dhambi? Kwa mujibu wa Bible ni dhambi, kwa mujibu wa Qur'ani ni dhambi. Anatoa wapi mamlaka ya kusema hivyo, kwamba tulivuka salama? Tulivuka salama wapi? Alitaka wafe wangapi ndio asema tulivuka salama? Yaani kufa watu 518, na hiyo sio kwamba ni kamili, na wengine hawajulikani 400 na kitu, anasema hapo tulivuka salama. Kwa mjibu wa Sheikh Salum, mjibu wa Sheikh Musa Salum, alitaka tufe wangapi ili aseme kwamba hatukuvuka salama? Kitabu cha Isaya 1:17
Nivumilie kidogo nikuonyeshe na neno hili ili kuonyesha wajibu wa viongozi wa dini wa kweli wanapaswa kuwaje. Si kwamba mimi kubishana naye, lakini niko hapa kumnyosha, kumwambia amepotoka na ameacha njia sahihi, la sivyo avue magwanda ya kiongozi wa dini, aingie kwenye siasa au aingie kwenye nafasi nyingine ya kiserikali. Isaya 1:17 inasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa. Wasaidieni walioonewa. Viongozi wa dini, wasaidieni walioonewa. Mpatieni yatima haki yake. Mteteeni mjane. Sasa maneno haya yanaonyesha kiongozi wa dini yuko upande ya wale wanaoonewa, sio kwa upande wa wale wanaoonea. Sheikh Al-Hadi Musa Salum amechagua kwa upande wa wale wanaoonea. Ameshindwa kutetea wananchi wengi walioumizwa. Badala ya kutoa faraja kwa wananchi, anaongeza maumivu, anaongeza tabu zaidi. Wanaposikia mambo kama haya anaongea, wanawaza nini? Kwamba tulivuka salama. Tulivuka salama kutokea kwenye nini? Hapo ndipo pa muhimu sana. Tulivuka salama, watu wameuawa, watu wameumizwa, anasema kwamba tulivuka salama. Huyu ni mtu wa kutafakari kwa kina sana, sio mtu wa kuacha hivi hivi. Hapaswi kuachwa hivi hivi, hapaswi kuachwa hivi. Nataka tumuulize, kwani kwa yeye kutovuka salama ni kufanywaje? Kama kiongozi wa dini hawezi kuthamini utu wa mtu, hawezi kuwapigania waumini wake wa imani, washirika wake waliokufa ni washirika, ni waumini, lakini hawezi kuwapigania, hawezi kuwasemea, hawezi kuwakemea waliotenda dhambi ya kuua watu. Badala yake anatoa kejeli na kuweka propaganda zisizo na maana. Anapambana kuwalinda wenye mamlaka waliofanya ubaya. Kwa kiongozi wa dini, uwe na mamlaka, una mamlaka, umetenda dhambi, utaambiwa ukweli, ama unapenda ama upendi. Huyo mwenye mamlaka usema hivyo ni kiongozi wa dini. Utamkataje? Utamzuiaje? Yaani akemee watu wanyonge wa chini, hawa wanaoiba kuku, wanaosema uongo wakemewe. Hawa wanaoiba mamilioni ya hela, wanaua maelfu ya watu, wanyamaziwe, wakiingia kifua. Mimi naweza kusema ndugu zangu, mtu yeyote anayefumbia macho dhambi kubwa namna hii, huyo sio kiongozi wa dini, ni kibaraka wa wauaji, ni kibaraka wa watu wa mamlaka wanaotumia mamlaka yao vibaya kuumiza watu. Alipaswa kusimama upande wa wananchi na kuheshimu utu wa binadamu. Sasa kauli yake kama mwenyekiti, fikiria mwenyekiti wa kamati ya maridhiano na amani inayojumulisha maaskofu na mashehe Tanzania, anaweza kusema maneno haya eti hesabike kwamba eti amesema kwa niaba ya mashehe wote, amesema kwa niaba ya maaskofu wote. Mimi nasema hajasema kwa niaba yangu, mimi simo. Na kuambia Shehe Musa, kwenye hiyo kamati mimi nitoe, simo na sihusiane matamko yako haya. Huwezi kuwa mwenyekiti unalopoka vitu vya hovyo kama hivi. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, kwamba Tanzania ilivuka salama baada ya matukio ya Oktoba 29, 2025. Kauli ambayo unaitoa inaumiza dhamiri ya taifa, inadhihaki machozi ya familia, ndugu zao ambao hawajazika ndugu zao. Ni dhihaka. Inazua maswali mengi, inazua taharuki.
kwamba kwa akili ya kawaida, hata kama ni mlopokaji, unaweza kusema kwamba hatukuvuka salama, ila tunamwomba Mungu atusaidie. Kusema tulivuka salama, huyo akili anatumia kuanza kutumia kichwa, anaweza kutumia nini? Kwa sababu ukweli hauwezi kufichwa na hauwezi kufichwa milele, na maneno matamu ya kisiasa anayoweza kuongea ama anasoma ama ameandikiwa hayawezi kuwa sababu ya watu kuamini. Ulimwengu wa leo sio kwa sababu mwenyekiti wa kamati nini ameongea tuamini. Hapana, ukweli hawezi kujificha. Tume ya Chande na Mumbua inasema hatukuvuka salama, ndio maana waliunda tume. Hata kama ni ya uongo, lakini iliundwa, imekuja nasema kwamba watu wengine 500 walikufa, wakiwemo watoto 24. Nao wanakosa gani? Je, kweli taifa lenye vifo 518 linaweza kusema kwamba lilivuka salama? Au labda Shehe Alhadi Musa Salumu ana maana gani hasa anapotumia neno salama? Kwa sababu ikiwa ni watu 518 waliouawa, yeye anaita ni salama, basi maafa makubwa kiasi gani huyu Shehe Alhadi Musa Salumu angesema kwamba basi hatukuvuka salama? Serikali ilipaswa kuua watu wangapi zaidi, ndipo viongozi hawa wa dini wa aina ya Salumu wawaambie umma, waambie wananchi, waseme kwamba hatukuvuka salama? Kifupi ni kwamba, ndugu zangu, huyu amejivua rasmi heshima yake.